Ndugu zangu katika Kristo, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo ni Dominika ya 4 ya Kwaresma katika mwaka huu A wa Kanisa. Ni Dominika ambayo inafahamika Letare Sunday, Jumapili ya furahini, Dominika ya furahini. Lengo ikiwa ni kwamba ni Dominika inayoelezea matumaini na furaha pale ambapo kipindi ambacho tunakisubiri kwa hamu kubwa, kipindi cha Pasaka katika kumaliza mfungo huu wa Kwaresma, sasa kipindi hicho kimekaribia. Na ukifikiria kwa makini na kuhesabu vizuri hizi siku, ni kwamba tupo katikati ya kipindi cha Kwaresma. Tumeimaliza nusu ya kwanza, tunatarajia kuingia katika nusu ya pili. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tofauti wa Dominika hii ya 4 ya Kwaresma ambayo inaitwa Dominika ya furahini au Letare Sunday, ina utofauti na ile Dominika ya 3 ya kipindi cha Majilio ambayo na yenyewe inaitwa Dominika ya furahini, lakini ile inaitwa Gaudete Sunday. Dominika ya furahini, lakini ile huwa inatokea kipindi cha Majilio, Dominika ya 3, na hii inatokea Dominika ya 4. Lakini kote tunakuwa na matumaini na furaha. Majilio tunakuwa na matumaini na furaha juu ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kipindi hiki cha Kwaresma tunakuwa na matumaini na furaha juu ya kusherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, juu ya kusherehekea ushindi wa kuweza kukombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi. Na katika masomo ya Dominika hii, somo la kwanza ni la kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya 16, aya ya kwanza B, aya ya 6 hadi ya 7 na aya ya 10 hadi aya ya 13a. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, sura ya 5, aya ya 8 hadi aya ya 14. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mwinjili Yohane, sura ya 9, aya ya kwanza hadi aya ya 41. Tusikilize Injili takatifu. Yesu alipokuwa akipita, alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyo hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate. Akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni mwombaji wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema, ndiye. Wengine wakasema, la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema, mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani, nayo ilikuwa Sabato, hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Basi Mafarisayo nao wakamuuliza tena, jinsi gani alivyopata kuona? Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matengano kati yao.
Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari zake kwa vile alivyokufumbua macho? Akasema, ni nabii. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake ya kuwa alikuwa kipofu kisha akapata kuona. Hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona, wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Amepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakawajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Ndiyo sababu wale wazazi wake walisema, ni mtu mzima, muulizeni yeye. Basi mara ya pili wakamwita yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu. Sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui. Najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Akawajibu, nimekwisha kuwaambia, wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi wakamshutumu wakasema, wewe u mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hatujui atokako. Yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu, kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomwona alisema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwepo pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Injili ya Bwana. Wapendwa wana wa Mungu, Yesu alifika duniani kuonyesha njia iendayo kwa Mungu, kwenye uzima, ukweli na heri. Wapo wenye kumsadiki na wasiomsadiki. Je, mimi na wewe ndugu zangu tujiulize swali siku hii ya leo. Mimi na wewe tupo upande gani? Tupo upande wa wanaomsadiki au wasiomsadiki? Je, tupo upande wa yule kipofu ambaye alifanywa akapata kuona tena, au tupo upande wa Mafarisayo na Wayahudi ambao daima siku zote wamekuwa hawayasadiki maneno na matendo ya Bwana wetu Yesu Kristo, licha hata ya kuona miujiza na kuishuhudia, lakini hofu, tamaa, uivu, ubinafsi
vikazidi kuyatawala maisha yao hata wasiweze kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Yohane anatueleza ndugu zangu juu ya kuponywa kwa kipofu aliyekuwa katika hali hiyo tangu kuzaliwa kwake. Na ilifikiriwa kwamba hali hiyo ni kutokana na dhambi zake au dhambi za wazazi wake. Lakini kujihakikishia ndugu zangu, wamekuja kumuuliza Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini wakaja akapata majibu kadiri ambavyo Yesu akawajibu. Ndugu zangu, kwa ujumla wake ni kwamba Yesu anatufundisha kwamba wale wanaomsadiki wameponywa toka upofu wa roho, na wasiotaka kumsadiki, wenye mashaka na unabii wa Kristo, wenye mashaka na muunganiko wa Yesu na Musa na manabii, ikiwa Yesu ndio ukamilifu wenyewe, kiasi kwamba hata wakati mwingine anaanza kufikiria kwamba huyu ni mwanafunzi wa Yesu, huyu ni mwanafunzi wa Musa. Wakawa wanakataa. Wanawatenganisha Yesu na Musa pasipo kujua kwamba kuna muunganiko kati yao, ikiwa Musa katika Torati aliyekuwa anamtangaza, aliyekuwa anamhubiri Kristo mwenyewe. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, Kristo anapokuwa akiwafundisha, kumbe kuna wengine watabaki katika upofu wao na hukumu itawaandama. Hawa ni wale ambao hawasadiki. Uhuru anaoupata kipofu baada ya kuteseka kwa muda mrefu kunamfanya akili wazi kuwa Yesu ni nabii na Bwana, kuwa Yesu ndio mwokozi wa maisha yake. Yesu ndio aliyemfanya kuwa huru tena. Lakini Wayahudi na Mafarisayo wanamtazama Yesu kuwa ni mdhambi kwa sababu ametenda wema huo siku ya Sabato. Ndugu zangu, Mungu anamsikilizaje mdhambi kiasi kwamba kupitia maombi yake wewe uliyekuwa kipofu ukapata kuona? Hili ni swali ambalo Mafarisayo wanajiuliza. Wapendwa, tunaona wazi kwamba, na somo la kwanza linatukumbusha kitabu hicho cha kwanza cha Samueli sura ya 16 aya ya 7. Mwenyezi Mungu haangalii kama wanadamu waangaliavyo. Mara nyingi wanadamu wanaangalia sura ya nje. Kwa ndugu zangu, mtazamo wa Mungu katika maisha ya mwanadamu kamwe wakati mwingine huwa hatuuelewi, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye aliyeturuhusu tukafanyika hivi tulivyo. Hivyo yeye ndo anatujua kwa 100%. Mungu pekee ndiye anayewajua binadamu wenzetu, jirani zetu vizuri zaidi kuliko hata sisi ambavyo wakati mwingine tunaweza tukawahukumu watu. Ndugu, kwa hakika tuchunguze mwenendo wa maisha yetu. Na kweli tunajikuta katika ufuasi wetu kwa Kristo bado tuna mashaka na hofu kiasi cha kutokuwa na ujasiri wa kuiishi, kuitetea na kuilinda imani yetu ambayo ni zawadi kwa Mungu. Kuitetea na kuilinda imani yetu kwa dhati kupitia matendo yetu ya kila siku imekuwa ni changamoto kwetu sisi. Kama ambavyo hawa Mafarisayo na Wayahudi wanaifahamu vizuri imani walioishika na wanafurahia kabisa kuweza kuwa wanafunzi wa Musa. Lakini kile walichokishika hakiwasaidii katika kuamini matendo na maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa wana wa Mungu, furaha yetu iwe kama ya kipofu aliyekombolewa kutoka gizani na kuishuhudia imani yake kweli kweli, hata kama ndugu zake walishindwa kumuunga mkono kutokana na hofu waliokuwa nayo, hofu ya kutengwa na Wayahudi, hofu ya kutengwa na wenzao ili wasiwe watu wa kuweza kusali katika sinagogi. Hivyo kutokana na hofu hiyo wameshindwa kutoa ushuhuda kama ambao huyu mwanafunzi mpya wa Bwana wetu Yesu Kristo katika kuondolewa upofu wake ameamua sasa kumkiri Yesu kuwa ni Kristo na Bwana
na Mwokozi wa maisha yake. Jibu la hawa ndugu zake ni kwamba ni mtu mzima, muulizeni yeye mwenyewe. Rejea Injili ya Yohane hiyo tuliyoisoma sura ya 9 aya ya 23. Ndugu zangu, na sisi katika maisha yetu tuna majibu kama haya. Tuna majibu kama haya ambayo wakati mwingine tunapenda kujiengua, kujifanya kama na sisi si katika hao ambao wanamwamini Kristo. Tunajificha pale ambapo tunatishwa, kunakuwa na vitisho kiasi kwamba tunashindwa kukiri vema imani yetu mbele ya watu ambao wanaleta hatari au wanatutisha au wanaleta mafundisho ambayo ni ya uongo, mafundisho ya kutufanya tuweze kuanguka katika hali ya dhambi. Basi wapendwa taifa la Mungu, tunajifunza kuweza kuilinda na kuitetea imani yetu kwa dhati. Kumbe ndugu zangu katika Kristo, kipindi hiki cha Kwaresima kizidi kutusaidia kujali na kukua vema katika zawadi hii ya imani tuliopewa bure. Imani ndugu zangu ni mwangaza wa maisha yetu, na ndiyo inayotuongoza kuushuhudia ukweli kama kipofu alivyojibu kwa ujasiri, yeye ni mwenye dhambi sijui. Lakini anachokijua yeye amejibu hivi, najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Injili ya Yohane sura ya 9 aya 25. Hicho ndicho ambacho yeye anakijua, na hicho ndicho ambacho yeye amekibeba. Hicho ndicho ambacho anajua kwamba huyu mtu amemsaidia. Hicho ndicho ambacho yeye anakijua katika maisha yake, kwamba huyu Kristo ndiye mlinzi, ndiye msaada, ndiye kimbilio lake, ndio tumaini lake, ndio tegemeo la maisha yake, katika hali ya kumuondoa huo upofu, katika hali ya kumuondoa katika giza na kuweza kumleta katika nuru. Kwa maana Kristo mwenyewe amesema, mimi ndiye nuru ya ulimwengu. Basi ndugu zangu, nasi tusiwe na hali ya kusitasita, mguu nje mwingine ndani. Kristo anakataa uvuguvugu. Basi katika hali hiyo ndugu zangu, imani yetu izidi kuwa thabiti, na tuombe neema ya Mungu ipate kutusaidia kweli katika ufuasi wetu wa Kristo, tuweze kuwa na imani thabiti ili tuweze kupona na kuweza kutoka katika giza, na mwisho wa siku nuru ipate kutawala maisha yetu, na sisi tuwe mwanga na chumvi kwa dunia. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Furahi Yerusalemu, furahi, furahi, shangilieni ninyi nyote.